Utani wa Mwijaku pamoja na Baba Levo umeweza kuzua gumzo sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Ikumbuke kwamba hawa watu wamekuwa ni watu ambao wana ushindani mkubwa hasa katika sekta yao ya uchawa. Wamekuwa wakifanya kampeni za uchawa hawa mabwana wawili. Japo inasemekana ni marafiki wa chini chini, tena wamevana kweli kweli. Sasa baada ya Mwijaku kuharibu jana zile clips ambazo zimetembea za wadada wale wanachuo wakiwa wanamshambulia mwenzao ambaye anaitwa Mage, huku kisa ikiwa ni Mwijaku mmoja wao ambaye anaitwa Mary ambaye ndo mhusika mkuu. Wakati anaongea aliweza kusema kwamba anaibiwa mpenzi wake ambaye ndo Mwijaku. Sasa imeweza kuzua gumzo sana kwa official Baba Levo kutia neno zito juu ya Baba Levo, na limewashangaza watu wengi pamoja na kuwachekesha pia. Ikumbuka wa mabwana huwa na utani fulani ambao unataka kufanana na ule utani wa Billnass na Idris Sultan. Kumbuka utani wa Idris Sultan pamoja na Billnass ni utani fulani ambao wago na kejeli ndani yake, ila ni marafiki ambao wameivana. Kwa vivyo hivyo kwa Baba Levo pamoja na Mwijaku, na hii ni baada ya Mwijaku kufanya ile tukio kubwa ambalo limeweza kuteka headlines toka majira ya jana mpaka leo linaendelea kuwa ni kubwa kweli kweli. Sasa Baba Levo ameweza kutia neno zito, ilo neno nitakusomea baadaye. Hem, tuangalie kwanza hichi ambacho aliweza kukiposti jana Mwijaku ambacho kimezua tafaruku sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini baada hapo nitaenda kuambia kile ambacho amekisema official Baba Levo ambacho kimeshangaza watu wengi, lakini pia kimechekesha kwa upande mwingine. Hapa ni Blue House Dax Media, mimi naitwa Daudax_Trizy. Sasa majira ya jana Mwijaku aliweza kuposti hapa picha akiwa na mke wake, picha za zamani kidogo, akionyesha walipotoka na mpaka walipofikia Jacoboy. Sasa upande wa caption aliweza kuandika hivi: YOLO, wakati Adam anaumbwa alikuwa peke yake. Mungu hakumpa video game acheze kusema litampa company. Mungu hakumpa marafiki kusema watampa furaha na kumsapoti, bali alimpa mke Eva ili awe msaidizi wake kwa kila jambo. Hii inaonyesha ni muhimu kiasi gani kuwa na mwenza wako wa maisha katika hali zote. Marafiki watakuja na kuondoka, watoto watakuwa na kwenda kuanzisha familia zao, wafanyakazi wenzako wataondoka, majirani watahama, ila mpenzi wako atabaki katika maisha yako mpaka pale kifo kitakapowatenganisha. Kwa unyenyekevu mkubwa na kusameana, iwe kweli au si kweli kukoseana. Hivyo basi tuwapende wapenzi wetu kwa dhati na kuepusha na ibilisi na vikwazo. Make a solid commitment na usifocus kwenye mahusiano yasiyo na tija yatakayokufanya upoteze mke wako na hivyo kuvunja ndoa yako. Naamini hakuna kitu na hakuna mtu wa kuvunja ndoa yoyote ile, labda Mungu mwenyewe apende. Iwe jua, iwe mvua, I love you. Afu akamtagi pale Alicia. Akaendelea kusema ya kwamba haijalishi nitaonekanaje, but you are my straight and unajua hilo. Alafu akamalizia na msemo wa Kiingereza chini ambao ulikuwa unasomeka ya kwamba a successful marriage is not a union of two perfect people, it's that of two imperfect people who have learned the value of forgiveness and grace. Alafu akamalizia na #time will tell. Akamalizia na hashtag nyingine ambayo ilikuwa inasomeka kwamba see you to the top. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika ujumbe huu Mwijaku kupitia page yake ya Instagram. Sasa wadau wengi waliweza comment, lakini tuachane na hilo. Baada ya ni kama vile ilikuwa anaonesha ama kuomba msamaha kwa namna fulani hivi kwa mke wake Alicia. Sasa baada ya hapo Baba Levo kupitia page yake ya Instagram alikuja akaandika ujumbe ambao uliweza kuzua tafaruku sana kupitia wadau mbalimbali na watumiaji wa mtandao wa Instagram, ambapo aliweza kuposti hapa clip akiwa na Mwijaku, alafu akaandika kama ifuatavyo. Lakini kabla hajaposti clip nyuma, alianza kwa kuposti hapa posti ambayo ilikuwa inasomeka kwamba kichwa mviringo ameshakanyaga katiba huko. Afu akaflash na emoji 3 za kucheka. Baba Levo akaendelea kuandika akisema ya kwamba amepeleka maumivu makali sana kwa mkewe. Haya bana. Sasa baada ya kuposti hivyo, zilikuja kama posti mbili ambazo zimepangana zikimuonesha Mwijaku. Moja hii hapa akiwa katika eneo la Maka kwa ajili lakini yote tuachane nayo, haihusu sana. Sasa hii hapa posti ya 3 ndo alikuja akamlipua vibaya mno official Mwijaku, akiposti hapa klipu wakiwa wanabeba mzigo. Lakini baada hapo kwenye caption akaandika kwamba tunapata hela kwa tabu, alafu
ukitoka hapo unazipeleka kwa kimodo. Kai flash na emoji mbili za kucheka. Hiyo imeweza kuzua gumzo sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Watu wengi sana wameweza kureply hii hapa. Mwangalia Juma Lokole amereply aka flash emoji nyingi za kucheka. Uncle Zala akaweza kusema wanaume bado, na huyu ni Nif outfit akaweza kusema kwamba Baba Levo haachagi mtu salama. Kwa hiyo watu wengi sana, Don Fumbo mwenyewe aliweza comment aka flash emoji za kucheka. Ni mastaa mbalimbali pia wameweza kupenda hichi kijembe ambacho Baba Levo ameweza kumpatia Mwijaku. Lakini pia kuna baadhi ya clips ambazo zilimuonesha Mwijaku pamoja na official Baba Levo wakiwa wanabeba mizigo. Hebu zitazame, lakini baada hapo utaweza kushusha comment yako. Hapa ni Blue House Dax Media. Langu jina mimi naitwa Daud_Rizzi. Hii hapa ni Blue House. Mani, huyo kama tayari toke je gari nyingine kwa sababu muda sina sasa hivi. Mwijaku. Nabii. Shemeji wewe. Shemeji. Tajiri vipi hali yako? Sasa ungeniambia oda zako unataka za wapi? Kwa sababu mimi nina oda ya Kigoma, nina oda ya Dodoma, nina oda ya Singida. Kwa sababu Singida nakuja Kigoma ni rahisi, kwa hiyo nikipakia kwa lori moja inafika vizuri. Yaani kwa sababu Singida mbele sana peleta anakwenda Manyoni. Maki inakuwa rahisi, ungenipa oda moja kwa moja. Huyu shemeji. Unamaanisha mke wangu? Mkeo huyo. Sweetheart. Bwana nisamee mke wangu. Unajua na oda za watu hapa mifuka JK Wallput. Yatakiwa ende Kigoma. Sasa nikajua kuna mteja wa Kigoma. Kwa hiyo nimuunganishie kwenye route ya Simiyu. Nisamee mke wangu. Umepika eh? Si unajua JK inavyohitajika. Yaani mzigo ukitoka kiwandani ukija go down haukai. Watu washajua thamani yake. Thamani ya JK Wallput wamejua thamani ya watu. Mzigo haukai. Sawa. Mimi nitengenezee roast ya firigisi. Wewe utaenda nyumbani? Mimi mapema tu. Basi huyu naye anapenda roast ya firigisi na ni simu 1 2 3 4 5 6. Tayari amezibeba hapa, zinakwenda moja kwa moja godown yetu ndogo ya hapa Deira. Hii ndio Kilimanjaro Star Cargo. How are you? You good? Sema buda. Uliambiwa soma ukausikia wazazi. Unaona umetoka Pakistan umekuja hapa. Beba mzigo huu. Huu mzigo tayari unakwenda godown yetu pale Kilimanjaro Star Cargo. Unasafishwa kwenda Dar es Salaam. Tukutane China Plaza. Niko Dubenga. Say hala. Go. Tike. Yes, Tike. Danshona da. Tike. Ndugu zangu, niko hapa kwenye used phone. Umeziona hizi? Mzigo huu unakwenda moja kwa moja Dar es Salaam, ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, wake kwa waume. Na huyu bwana anasafirisha na Kilimanjaro Star Cargo kutoka hapa kwenda moja kwa moja Tanzania. Mzigo huu hapa unasafirishwa na Kilimanjaro Star Cargo. Muona mzigo? Jamani watu wangu mnaotaka simu kutoka China Plaza. Mizigo hii hapa used. Muona mizigo China Plaza, ground floor, duka namba 2, chini pale usipande ngazi. Mzigo huu hapa inakuja. Simu original. Phone OG huyu hapa. Sema ndio zako ni shabiki wa Yanga unaniuzi. Kwa nini usiamie? Kwa nini usiwe Simba wewe? Yanga bingwa. Umeshaniuzi. Jamani, tunasafirisha mambo mazuri. Yes, kipato chako cha tosha. Kipato chako cha tosha. Yes, Kilimanjaro Star Cargo. Tunakwambia kipato chako cha tosha. Nipo kwenye vifaa vya electronics. Najua mnasumbuka na friji kubwa na ndogo. Na kukumbusha tu, hapa ni chimbo. Unapokuja na pesa yako ambayo unaiona ndogo, ukifika hapa utakuja kunishukuru. Njoo Dubai, ikupatie Kilimanjaro Star Cargo, utanishukuru. Tazama hizi friji, bei yake